Kwingineko, tume ya kutetea haki za binadamu imetishia kukishtaki chama cha UDA na maofisa wake wakuu kwa kukosa kulipa ushuru na utumizi mbaya wa fedha za umma. Ikirejelea ripoti ya mkaguzi wa hesabu za serikali, tume hiyo imesema UDA haikulipa ushuru wa zaidi ya shilingi milioni 69 katika mwaka wa kifedha 2023-2024 na 2024-2025 licha ya kulipa mishahara ya zaidi ya shilingi milioni 128. Kufuatia ripoti ya mkaguzi wa hesabu za serikali Nancy Gathungu iliyoikosoa chama tawala cha UDA kwa kutolipa ushuru kama ilivyotakiwa kisheria, tume ya kutetea haki za kibinadamu KHRC imetishia kuchukua hatua za kisheria dhidi ya UDA na maafisa wake wakuu. Kwenye ripoti yake ya mwaka uliokamilika Juni 2025, Gathungu amesema kuwa UDA ililipa mishahara ya zaidi ya shilingi milioni 128 ila ilikosa kukata na kuwasilisha ushuru wa PAYE. Hali hiyo ilisababisha ushuru ambao haujalipwa kufikia shilingi milioni 69 kwa miaka miwili ya kifedha ya 2023-2024 na 2024-2025. Kwenye taarifa yake ya hivi punde, tume ya KHRC ilishtumu chama tawala kwa kile ilichotaja kuwa usimamizi mbaya wa fedha za umma, ukiukaji wa sheria za ushuru pamoja na masharti ya katiba. KHRC iliorodhesha sheria kadhaa ilizosema zimekiukwa na UDA, zikiwemo vifungu vya sheria ya ushuru wa mapato, sheria ya usimamizi wa fedha za umma ya mwaka 2012 kwa kushindwa kuwasilisha ushuru, pamoja na sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023. Tume hiyo pia inaishtumu UDA kwa kuhatarisha haki za wafanyikazi kwa kushindwa kuwasilisha michango ya hazina ya NSSF na ya bima ya afya SHA, na hata makato ya nyumba za bei nafuu ambayo ni mojawapo ya miradi kuu ya serikali. KHRC inaeleza kuwa kushindwa kutimiza wajibu wa kisheria wa kulipa ushuru kuna nyima sekta muhimu kama vile elimu na afya fedha zinazohitajika, wakati tayari sekta hizo zinakabiliwa na upungufu wa mabilioni ya pesa. Aidha, KHRC inazitaka taasisi kama tume ya ushuru KRA, ofisi ya msajili wa vyama vya kisiasa, tume ya ufisadi EACC na afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuchukua hatua za haraka, ikiwemo kukusanya ushuru ambao haujalipwa na kuwachukulia hatua waliohusika. Safina Chenguma, Citizen TV. Safina Chenguma, runinga ya Citizen.